Hali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nichukue fursa hii kukualika katika kozi ya nyaraka za mtume Paulo kwa Wakorintho, na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Fungu letu la maandiko ambalo tutajadili katika siku ya leo ni Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari kuanzia wa 2 mpaka mstari wa 16. Sehemu hii ni moja kati ya sehemu ambazo mtu anayesoma inampasa awe makini kulikweli ili aweze kuelewa. Mjadala unaozungumziwa katika kifungu hiki unahusu kufunika kichwa. Kuna swali la muda wote pindi kifungu hiki kinaposomwa. Swali hili linakuwa kama ifuatavyo: je, mwanamke sharti afunike kichwa pindi anaposali? Hili ndio linakuwa swali la muda wote. Na ni kawaida kupata majibu tofauti inapokuja swali hili. Bila kujali majibu ambayo watu wanaweza kuwa nayo, kwanza, jambo la kwanza ningependa tuweze kuangalia muktadha wa kifungu hiki. Utakumbuka kuanzia sura ya 8 mpaka sura ya 10, utakumbuka kuwa mtume Paulo sehemu yote hiyo anajadili kwa kina kuhusu swala la kula vyakula ambavyo vilikuwa vimetolewa sadaka kwa miungu sanamu hapo awali. Katika sehemu hii mtume Paulo anabadili hoja na sasa anajikita zaidi kujadili swala la uongozi katika ngazi ya familia, huku akihusianisha jambo hilo na utamaduni wa Wakorintho. Kwanza hebu tusome kuanzia mstari wa 2 mpaka mstari ule wa 16, kisha tutaendelea na mjadala. Anasema, basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanamume asalipo au anapoutubu, naye amefunikwa kichwa, yuaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapoutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanamume, wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Walakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye huzaliwa na mwanamke, na vitu vyote asili yake hutoka kwa Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu. Je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunikwa kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo, wala makanisa ya Mungu. Hiyo ni katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari kuanzia wa 2 mpaka mstari wa 16, ndipo tumesoma fungu hilo la maandiko. Turudi katika mjadala wa somo letu. Katika mstari wa 2 anasema, basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeshika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea.
Paulo anawasifu wa Korintho hawa kwa kitendo chao cha kumwandikia waraka wake na kumuuliza maswali ambayo anayatolea majibu katika waraka huu. Watu hawa wangeweza kukaa kimya tu na kushughulika na matatizo yao wao wenyewe, lakini kitendo cha kumwandikia waraka kilimaanisha kwamba walikuwa wamemkumbuka, na zaidi sana walikuwa wamekumbuka mafunzo yake ambayo hapa anayataja kama mapokeo. Paulo katika Matendo sura ya 18 mstari wa 11 alikuwa amewafundisha Wakorintho hawa mambo mengi sana kuhusu imani. Ni dhahiri kulingana na kifungu hiki ya kwamba si wote walikuwa wameendelea kushika mafundisho yake, lakini wapo baadhi waliokuwa wameyashika. Bila shaka ndio hawa ambao Paulo anaowapongeza katika eneo hili. Mtume katika maneno machache anawataka wakumbuke mafundisho yale ya wakati ule, ili wanapokwenda kujadili kuhusu hoja iliyopo mezani, basi isiwe jambo geni tena kwa upande wao. Akiongea kwa mamlaka katika aya ya 3, mtume anawaambia hivi: lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Neno kichwa katika aya hii inamaanisha uongozi, mamlaka ama utawala. Kwa mfano, katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 22 mpaka mstari wa 23 na Wakolosai sura ya 1 mstari wa 18, Kristo anatajwa katika aya hizo kuwa ni kichwa cha kanisa, kwa maana nyingine ni kiongozi wa kanisa. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 14 na sura ya 19 mstari wa 16, Yesu katika aya hizo anatajwa kuwa, na nukuu, Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, mwisho wa kunukuu. Kwa sababu hiyo yeye ni mkuu kuliko mwanamume awaye yote. Kulingana na mstari huu, katika mtiririko wa uongozi, Paulo anasema kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Hii inamaanisha kuwa mwanamume ndiyo kiongozi wa mwanamke. Baadaye katika aya ya 8 na aya ya 9 anafafanua kwa nini mwanamume ni kiongozi wa mwanamke. Katika aya ya 8 anatoa hoja ya kiuumbaji ya kwamba wa kwanza kuumbwa alikuwa mwanamume, kulingana na kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Anaongezea hoja hiyo katika aya ya 8, katika aya ya 9 kwa kusema kwamba mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume. Bila shaka hapa alikuwa akirejelea kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, ambapo Mungu alisema, nasoma, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo Paulo anamaanisha kwamba ikiwa mwanamke ni msaidizi na kwamba yeye si wa kwanza kuumbwa, basi hilo linamfanya mwanamume kuwa kiongozi wa mwanamke. Akijadili hoja inayofanana na hii katika waraka wake kwa Timotheo, waraka wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 mpaka wa 14, Mtume Paulo aliandika akisema, mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kumfundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Hapa tunaona kwamba mtume anatoa sababu mbili za kwa nini mwanamume ni kiongozi na wala sio mwanamke. Sababu ya kwanza inafanana na ile tuliyoiona katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 8, ya kwamba mwanamume ndiye aliyeumbwa kwanza. Na sababu ya pili anayoitoa ni kwamba wa kwanza kukosa hakuwa mwanamume, kwa maana nyingine hakuwa Adamu,
bali alikuwa mwanamke ambaye ni Hawa. Rejea hii bila shaka inapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Hata hivyo, ni vema ifahamike kuwa jambo hili alimfanyi mwanamke kuwa mtu duni kwa mwanamume. La hasha, hii sio maana yake. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 28 inasema kwamba mwanamke na mwanamume wote wana hadhi sawa mbele ya Kristo. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7 inasema kwamba wanawake ni warithi pamoja wa neema ya uzima. Kwa hiyo wanawake na wanaume wote ni warithi wa ahadi moja. Kumbuka, katika mstari huu Paulo alisema pia kuwa kichwa cha Kristo ni Mungu. Sasa swali hapa, je, hii inamaanisha kuwa Kristo ni duni kwa Mungu Baba? Hasha, sio maana yake. Hapa inazungumzia utaratibu wa kimajukumu katika ngazi ya utawala. Kwa hiyo, kwa kuzingatia mtiririko huu wa kiuongozi katika mstari huu wa 3, ni kwamba mke asipomtii mume, hiyo inamaanisha kuwa hamtii Kristo wala Mungu. Katika aya ya 4 mtume anasema ya kwamba kila mwanamume asalipo au anapohutubu naye amefunikwa kichwa, yuaibisha kichwa chake. Kulingana na aya ya 14, aibu hii inampata yeye mwenyewe, na hivyo kulingana na aya ya 3 anamwaibisha Kristo bila shaka. Mstari huo na ule wa 5 yote inarejelea katika msingi wa mstari wa 3. Katika mstari wa 5 anasema, bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Kumbuka hapa, kichwa cha mwanamke ni mwanamume kulingana na aya ya 3. Kwa hiyo, mwanamke anaposali au kuhutubu bila kufunika kichwa, anamwaibisha mume wake. Pamoja na hilo, katika mstari huu inafaa tujiulize swali hili. Je, wanawake wanaruhusiwa kuhutubu katika kanisa? Watu wengine wanatumia aya hii kama uthibitisho kwamba wanawake wanaruhusiwa kuhutubu au kuhubiri katika kanisa. Huko ni kwenda kinyume na muktadha wa kifungu cha kitabu hiki, lakini vile vile na muktadha wa Biblia kwa ujumla. Neno la asili la kuhutubu katika mstari huu ni profeteusa. Neno hili linamaanisha kutoa utabiri, unabii au kuweka sawa fundisho la kiroho kwa njia maalum. Kwa hiyo, kuhutubu kungeweza kumaanisha kuwa kuchukua nafasi ya ufundishaji. Ndiyo, katika karne ya kwanza wapo baadhi ya wanawake waliokuwa manabii. Hili liko wazi katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17 mpaka wa 18 na sura ya 21 mstari wa 9. Kote hapa tunasoma kuhusu uwepo wa manabii wanawake. Lakini hakuna ushahidi sehemu yoyote katika Biblia ya kwamba walifanya unabii mbele ya kanisa, wanaume wakiwepo. Kwa kweli, agizo lililopo linawataka wanawake wasifundishe, wasiweze kuwafundisha wanaume. Unakumbuka katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 ambayo tulisoma mpaka katika mstari ule wa 12. Lakini vile vile katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 34, Paulo aliagiza kuhusu hili akisema, wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii kama vile inenavyo torati nayo. Hoja hapa si kuzungumza, maana tayari wanawake wanazungumza wanapoitikia sala, wanaposema amina. Hapo wanazungumza.
au wanapoimba vile vile wanazungumza. Bali hoja hapa ni swala la kuchukua nafasi ya kufundisha au mamlaka ama utawala dhidi ya mwanamume, kama vile wanavyofanya walimu na wahubiri na viongozi wengine wa kanisa. Katika sheria ya Musa, wanawake hawakuruhusiwa kuwaongoza wanaume katika masuala ya kiroho. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 37 anasema kuwa hilo ni agizo la Bwana, sio la kwake Paulo. Kwa hiyo Paulo alimaanisha nini sasa aliposema kuwa kila mwanamke asalipo au anapoutubu? Alimaanisha nini kusema hivyo? Wengine kusema kuwa labda Wakorintho walifanya kosa kwa kuwaruhusu wanawake waweze kufundisha katika kanisa. Kimsingi huo sio mjadala katika sura hii. Huo ni mjadala katika sura ya 14, hususan katika aya ya 34 mpaka haya ya 37, lakini si hapa. Maandiko hayako wazi kwamba walifanya hivyo sehemu gani. Mwanamke kama ilivyo kwa mwanamume ana ruhusa ya kusali, lakini ni yeye binafsi au mbele ya wanawake wenzake. Kuhusu kuhutubu ama kufundisha, anaruhusiwa kufanya hivyo kwa watoto na kwa wanawake wenzake tu, na sio zaidi ya hapo. Lakini pia kama mwanamke alikuwa na karama ya unabii, bado asingeruhusiwa kutoa unabii wake kanisani mbele ya wanaume, kwa kuwa kufanya hivyo kungemaanisha kuwa alikuwa akifundisha. Hivyo kama angekuwa na ujumbe au swali, basi angeongea na mume wake nyumbani. Hii ni kulingana na Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 35, na tukifika hapo tutajadili kwa kina kuhusu hilo. Aya ya 6 katika mjadala huu ndio aya inayotatanisha zaidi. Angalia Paulo anachokisema. Anasema maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Katika mstari huu tunajiuliza maswali yafuatayo. Swali la kwanza, kifuniko hiki cha kichwa ni kitu gani? Swali la pili, kwa nini iwe aibu kwa mwanamke kuwa na nywele fupi au upara? Swali la tatu, je, hii inamaanisha kwamba kuwa na nywele ndefu si aibu? Swali la 4, je, mwanamke mwenye nywele fupi asifunikwe? Swali la 5, je, Paulo anawasilisha agizo la Mungu hapa? Kama jibu ni ndio, vipi kuhusu Yesu aliyemruhusu Mariamu kufunua nywele zake mbele za wanaume katika kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 3? Alifanya makosa? Kuhusu swali la kwanza, bila shaka wengi huhitimisha kwa kusema kuwa kifuniko kinachozungumziwa hapa ni kitambaa au kilemba kwa jina lingine. Msingi wa hoja hii unatokana na uhusishwaji wa kukatwa nywele. Ndio hasa watu wanaosema kwamba hapa inahusisha kilemba ama kitambaa. Hasa hoja inatokea katika kwa nini azungumze swala la kukatwa nywele kama issue hapo, sio kitambaa ama sio kilemba. Lakini aya hii haisemi bayana kuwa kifuniko ni kitu gani. Kanuni mojawapo ya kutafsiri maandiko inasema ikiwa haya haieleweki, basi inabidi ifafanuliwe na aya nyingine ndani ya kifungu, au na muktadha wa kifungu ambapo aya hiyo inatokea, au na muktadha wa kitabu husika. Hayo yote ikiwa ni vigumu bado kupata majibu, basi unakwenda katika muktadha wa Biblia nzima kuhusu jambo hilo. Kwa kuwa aya hii yenyewe haitoi majibu, basi acha tutumie kanuni hiyo ili tuweze kupata majibu.
Katika aya ya 7 anatoa sababu kwa nini mwanaume hatakiwi kufunikwa kichwa chake. Anasema hivi katika aya ya 7, anasema kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Ndiyo anavyosema. Mwanamume amepewa mamlaka na Mungu ya kumuongoza mwanamke. Kwa hiyo anapofanya hivyo anakuwa akimwakilisha Mungu. Hiyo ndiyo sababu yeye anakuwa mfano na utukufu wa Mungu. Anaendelea kusema, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Mstari kuanzia wa 8 mpaka wa 10 anafafanua kwa nini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Hebu tusome mstari huo wa 8 mpaka mstari wa 10. Anasema, maana mwanamume hutoka katika mwanamke, bali mwanamke maana mwanamume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Mstari wa 10. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwake kwa ajili ya malaika. Aya ya 10 inaturudisha kwenye aya ya 3 kuhusu uongozi au mamlaka. Aya hii inasema kwamba imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani. Kulingana na aya ya 3 na aya ya 9, tunaelewa kwamba mmiliki wake ni mumewe. Lakini swali ni je, hii dalili au ishara ni kitu gani? Kulingana na aya ya 5, dalili ni kufunikwa kichwa. Bado hakuna majibu kwa ni kitu gani. Na vipi kuhusu anaposema kwa ajili ya malaika? Je, anamaanisha kitu gani? Kirai kwa ajili ya ni neno moja katika lugha ya asili, lugha ya Kiunani, ambalo ni dia. Neno hili ni kihusishi ambacho kwa asili yake huonesha mfereji au mtiririko wa kitendo. Kwa hiyo si dhamira ya mwandishi hapa kutuambia kwamba kuna uhusiano kati ya malaika na ufunikaji kichwa. La hasha, hii sio dhamira yake. Bali dhamira yake hapa ni kuonesha jinsi mwanamke anavyotakiwa kumtii mumewe kama ambavyo malaika wanavyomtii Mungu daima. Malaika ni viumbe watiifu kwa Mungu. Bila shaka ndio wako ambao waliasi, lakini malaika wema ambao hawakuasi wakati wote katika Biblia wametajwa kuwa ni viumbe watiifu. Kwa hiyo kama malaika walivyo watiifu kwa Mungu, vivyo hivyo mwanamke naye anatakiwa awe mtiifu kwa mume wake. Mstari wa 11 unatuonesha kuwa sharti hili lilikuwa mahususi kwa wanandoa peke yake. Angalia, anasema katika mstari wa 11, walakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Kwa hiyo sharti hili halikuwahusu wale wasio na ndoa. Ingawa mwanamume ni mtawala wa mwanamke, lakini Paulo anawataka wanaume wajue kwamba bado mwanamke ni mmoja, anataka kujua kwamba bado wanahitajiana kila mmoja. Mwanamke na mwanamume bado wanahitajiana kila mmoja na mwenzake. Mstari wa 12 anafafanua kuhusu jambo hili ili mwanamume asije akamdharau mwanamke. Anasema, maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye huzaliwa na mwanamke, na vitu vyote asili yake hutoka kwa Mungu. Ndicho anachokuwa anakisema. Kwa hiyo ni muhimu kwa kila mmoja kutambua asili yake, kwamba wote walikuwa
inatoka kwa Mungu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka wa 27 inasema kuwa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. Kwa hiyo wote asili yao inatoka kwa Mungu. Na kama ambavyo mwanamke alitoka kwa mwanamume, vile vile baadaye au tunavyoendelea mwanamume naye anazaliwa na mwanamke. Kwa hiyo si mtu duni mwanamke kwa mwanamume, wote wanahitajiana. Na asili yao ni Mungu, wote natoka kwa Mungu. Hivyo jambo hilo mwanamume na mwanamke wanapoelewa chanzo chao wote ni Mungu na kwa wote wanahitajiana, hilo linapaswa kuwa kichocheo cha kila mmoja kuweza kuheshimu nafasi ya mwenzake. Mstari wa 13 kimsingi anaanza na sentensi ya mwisho inaanza na sentensi ya mwisho ya aya ya 12 inayosema kuwa hukumuni ninyi wenyewe. Kimsingi mstari wa 13 inaanzia hapo. Lakini sijui kwa nini wachapaji wa Biblia ya Kiswahili waliweka sentensi hii katika aya ya 12 badala ya kuweka katika aya ya 13. Sawa, pamoja na hayo, hebu ngoja hapa tufanye hivi. Tuweke hii sentensi katika aya ya 13 ambapo bila shaka itakuwa ikisomeka namna hii hapa. Haya, anasema hukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu. Je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunikwa kichwa? Aya hii bila shaka inaturudisha tena katika aya ya 5 na aya ya 6. Lakini hapa anatumia njia nyingine ya kuvutia zaidi. Aya ya 14 na ya 15 zinakwenda kutoa maana ya kifuniko cha kichwa katika aya ya 4, ya 5, ya 6 na aya ya 13. Kwanza tuanze na aya ya 14. Aya ya 14 anasema, je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Hiyo ndio aya ambayo tunaanza nayo hapo. Sasa angalia anachokisema hapa. Anasema mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu. Hebu tuchukue mstari wa 4 na tuweke hapa ili tupate picha kamili hapa. Mstari wa 4 ukiweka pembeni au karibu na mstari wa 14 itasomeka hivi: kila mwanamume asalipo au anapohutubu naye amefunikwa kichwa, yuaibisha kichwa chake. Hoja ya aya ya 4 na aya ya 14 ni hoja moja, sio mbili tofauti. Katika aya ya 4 anasema kitendo cha mwanamume kusali au kuhutubu huku kichwa chake kimefunikwa ni aibu. Tazama, hasemi kichwa hicho kimefunikwa na nini, hasemi katika aya ya 4. Lakini katika aya ya 14 anasema kuwa aibu hiyo inasababishwa na yeye kuwa na nywele ndefu. Kama kifuniko cha kichwa hapa katika aya ya 4 si nywele, basi kwa nini moja zitajwe katika aya hii ya 14? Yani zitajwe nywele katika aya ya 14. Jambo la pili la kujiuliza, kama kifuniko hapa katika aya ya 14 si nywele ndefu, kwa nini iwe ni aibu kwa mwanamume kuwa na nywele ndefu ikiwa kifuniko katika aya ya 4 ni kilemba? Unaona sasa? Ipo dhahiri hapa kuwa Paulo alikusudia nywele ndefu na sio kilemba au kitambaa. Tena tazama, hasemi nywele bali anasema nywele ndefu. Hataji tu nywele. Kwa nini? Kwa sababu nywele fupi haziwezi kufunika kichwa, lakini zikiwa ndefu zitafunika bila shaka. Zingatia tena katika aya ya 15. Inafafanua vizuri zaidi hoja hii. Anasema katika aya ya 15, lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Ndicho anachokisema hapa. Aya hii bila shaka ni ufafanuzi wa aya ya 5
na aya ya 6. Hapa anasema kuwa mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Kinyume cha fahari ni aibu. Hicho ndicho kinachosemwa kwenye aya ya 5 na aya ya 6. Kwa mwanamke kama anaona aibu kutokuwa na nywele, basi awe na nywele. Pia Mtume anasema kwamba mwanamke amepewa nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Swali, je, mavazi gani? Gauni? Bila shaka hapana. Kwa maana hata nywele haiwezi kuwa gauni, kwa maana hata nywele zingekuwa ndefu kiasi gani, bado hazitaweza kufunika vizuri mwili wote. Ni dhahiri mavazi anayozungumzia hapa ni kilemba. Kwa hiyo ikiwa nywele zinachukua nafasi ya kilemba, basi kifuniko katika aya ya 5 na aya ya 6 ni nywele na wala sio kitambaa au kilemba. Kumbuka, hoja inayozungumziwa katika sehemu yote ni moja. Mstari wa 5 na mstari wa 6 na mstari wa 15 hazizungumzi vitu viwili tofauti. Aya zote hizi zinazungumza kitu kimoja. Jambo lingine la kuzingatia hapa ni kule kusema nywele ndefu. Katika aya ya 5 amesema mwanamke asalipo au anapotubu bila kufunika kichwa. Kwa mujibu wa aya ya 15, nini kinachofunika kichwa cha mwanamke? Jibu linakuwa ni nywele ndefu. Nafahamu watu wengi husema kuwa kifuniko ni kitambaa na sio nywele kwa sababu ya aya ya 6. Lakini katika aya hiyo hataji kitambaa wala kilemba. Ili upate picha kamili ya aya ya 6, anza kusoma kwa umakini aya ya 5. Katika aya ya 5 anasema kuwa mwanamke asiyefunikwa kichwa anakuwa sawa na aliyenyolewa. Hii inaleta tafsiri ya kwamba mwanamke huyu ana nywele lakini si ndefu. Uthibitisho wa hili unapatikana katika aya ya 6 pale anaposema ya kuwa ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa. Kuna maneno mawili hapa. Anasema kukatwa na kunyolewa. Zikikatwa maana yake zinabaki kuwa fupi. Zikinyolewa maana yake haibaki nywele, kinachobaki pale ni upara. Zikiwa fupi hazifuniki kichwa, na kukiwa kuna upara, bila shaka ndio kabisa haziwezi kufunika kichwa. Kulingana na utamaduni wa Wakorintho, mwanamke aliyeolewa kama angekuwa na nywele fupi au upara, basi angeashiria kutomtii mume wake. Zingatia aya ya 10 na aya ya 11. Kwa hiyo ndio maana katika aya ya 6 anasema kwamba ikiwa ni aibu kwa mwanamke kuwa na nywele fupi au upara, basi afunikwe. Na kwa mujibu wa aya ya 15, afunikwe maana yake ni awe na nywele ndefu. Kabla ya kuthibitisha mada hii, au kabla ya kuhitimisha mada hii, kumradhi, hebu turudi tena katika aya ya 7 na aya ya 14. Katika aya ile ya 7 ya sura hii, katika aya ya 7 anasema haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa. Ni muhimu kuweza kujua kwamba hili si agizo la Mungu. Kwa mfano, Mfalme Daudi aliomba huko akiwa amefunika kichwa chake. Unaweza kulipata hilo katika Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 30 mpaka mstari wa 31. Nabii Elia alifunika kichwa mpaka uso wakati akiongea na Bwana. Utasoma hilo katika Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 13.
Hali kadhalika tunasoma kuhusu makuhani wakiamriwa kufunga vilemba kichwani wakati wa ibada. Utasoma kwa muda wako kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 28 mstari wa 4 na mstari wa 37 na mstari wa 39. Kisha utasoma sura ya 29 mstari wa 6. Kisha utasoma sura ya 39 mstari wa 28 na mstari wa 31. Vivyo hivyo utasoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 8 mstari wa 9. Kutoka sura ya 29 mstari wa 6 inasema hivi: nawe mvike kilemba kichwani, na ile taji takatifu utaitia katika kile kilemba. Mambo ya Walawi sura ya 8 mstari wa 9 inasema, akamvika na kile kilemba kichwani mwake. Tazama amri ya Musa ilivyokuwa kwa makuhani. Mambo ya Walawi sura ya 10 mstari wa 6 na sura ya 21 mstari wa 10 ina maneno yanayofanana. Inasema hivi: kisha Musa akamwambia Haruni na wanawe Eliazari na Ithamari, msiache wazi nywele za vichwa vyenu. Hayo ndiyo ilikuwa maagizo ya Musa kwa makuhani. Nakumbuka makuhani hawa walikuwa wanaume, na sio tu wanaume, ni viongozi katika ibada, viongozi wa kidini. Na hapa Musa anawaambia msiache wazi nywele za vichwa vyenu. Katika harusi ya Kiyahudi, bwana harusi alipambwa kwa kilemba cha maua. Isaya sura ya 61 mstari wa 10 inatuonesha namna hiyo. Maandiko mengi yanaonesha kuwa kilemba ni ishara ya utukufu. Kwa mfano Isaya sura ya 62 mstari wa 3 inatuonesha kuhusu hilo pia. Mungu alimpa nabii Zekaria maono ya Yeshua kupitia malaika akisema hivi katika Zekaria ile sura ya 3 mstari wa 5. Anasema, na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Huyo ni Mungu anatoa amri kwamba Yoshua apigwe kilemba, avikwe kilemba kichwani kwake. Yesu katika Ufunuo sura ya 19 mstari wa 11 mpaka wa 16 anaonekana kufunikwa kichwa chake, tena kwa vilemba vingi, wala hata sio kimoja. Sasa swali hapa ni kwamba ingewezekanaje haya yote kuweza kutendeka kama mwanamume haruhusiwi kufunika kichwa chake wakati anaposali? Unaona jambo linavyokuwa? Sasa tukiwa na swali hilo akilini, tujiulize swali lingine kulingana na aya ya 14. Je, ana maana gani kusema kuwa maumbile ya mwanamume yanafundisha kuwa mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu? Je, mwanamume hapaswi kuwa na nywele ndefu? Ikiwa hapaswi, maana yake ni kwamba ikiwa mwanamume atakuwa na nywele ndefu, basi atakuwa ametenda dhambi. Ikiwa ni hivyo, swali, basi kwa nini Mungu aliwaruhusu wanadhiri wa kiume wasikatwe nywele, yani wawe na nywele ndefu? Au dhambi hii ilikuwa na wakati? Yani kwamba katika Agano la Kale ilikuwa sio dhambi mwanamume akiwa na nywele ndefu, lakini inapokuja katika Agano Jipya mwanamume akiwa na nywele ndefu inakuwa aibu, kwamba ilikuwa namna hiyo. Hebu tuendelee. Neno maumbile katika aya hii linatokana na neno la Kigiriki phosis, phosis, ambalo neno hilo linamaanisha asili, au kwa Kiingereza neno hilo ni nature. Neno hili linaweza kumaanisha umbile, asili ya kitu au utamaduni. Maana halisi ya matumizi ya neno hili huamuliwa hasa na muktadha ili kujua nini inamaanisha. Kwa mujibu wa Paulo, neno hili limetumika kuashiria utamaduni. Zingatia aya ya 16
ili kuthibitisha hoja hii kwamba hii ilikuwa ni hoja ya kitamaduni. Anasema, lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo wala makanisa ya Mungu. Aya hii ni uthibitisho kwamba haya yaliyokuwa yakijadiliwa hapa yalikuwa ni masuala ya kiutamaduni na si maagizo ya Mungu. Paulo anasema makanisa ya Mungu hayana desturi hiyo. Je, ni desturi gani? Desturi inayozungumzwa hapa ni kufunika kichwa. Kama makanisa ya Mungu hayana desturi hiyo, tafsiri yake ni kwamba agizo hilo sio la Kristo, sio la Mungu wala Roho Mtakatifu. Kwa hiyo si sahihi kwa mtu kutumia fungu hili la maandiko na kusema kuwa haimpasi mwanamume kufunika kichwa wakati wa ibada, au inampasa mwanamke afunike kichwa wakati wa ibada. Huko itakuwa ni kwenda kinyume na muktadha na kuweka sheria pasipo na sheria, jambo ambalo si sahihi kulingana na maandiko. Kwa hiyo kwa ujumla wake, hii ndiyo hoja inayotolewa na Paulo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 2 mpaka mstari wa 16. Ukiwa na swali ama hoja, tafadhali karibu nami nitafurahi kukuhudumia.